Mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika dawati letu la michezo, tukizidi kukuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Moja ya taarifa kubwa zaidi ambazo na kujuza hivi sasa ni kuhusiana na klabu ya Young African kukamilisha jambo lao. Yanga Sports Club jana walitoa taarifa kwamba wanaenda kumtambulisha mchezaji mpya kwa ajili ya msimu wa kimashindano 2025-2026, na siku ikapita na majira hayo hawakutambulisha mchezaji huyo. Sasa leo mchana Yanga Sports Club wamemtambulisha mchezaji huyo, na moja kwa moja sasa twende undani wa taarifa za mchezaji huyo ambaye amesajiliwa ndani ya klabu ya Young African. Kwanza nikukumbushe kwamba mchezaji huyu amecheza ligi mbalimbali. Yaani naweza kusema huyu ndio mchezaji ambaye amecheza ligi mbalimbali. Sasa ni muda ambao anakuja kuitumikia timu ya wananchi, timu ya klabu ya Young African. Jina lake anaitwa Laulindo Dinilson Malia Aurelio. Laulindo Dinilson Malia Aurelio, au unaweza kumuita Dep, ndio jina analolitumia. Amezaliwa tarehe 8 ya mwezi wa kwanza mwaka 2000. Hadi sasa ana umri wa miaka 26 katika mji wa Lobito nchini Angola. Ana urefu au height ya 1.87, weight yani kilogram 83. Ana uzito wa kilo 83, ana height ya 1.87. Na timu ambayo alikuwa akichezea kabla ya kujiunga na klabu ya Yanga ni timu inayopatikana nchini Poland. Yaani alikuwa anacheza ligi ya Poland katika timu ya Radomiak Radom. Yes, hiyo ndio timu ambayo alikuwa akichezea mchezaji huyo. Na usisahau kwamba katika ligi ya Poland ameiacha timu yake ikiwa nafasi ya 7, ambayo ilicheza michezo 18 ikapata pointi 26. Yes, katika michezo 18 timu ilikuwa imejikusanyia pointi 26. Ndio alivyoiacha timu yake hiyo. Timu ya Radomiak Radom ni timu kutoka katika taifa la Poland, ligi ya Poland. Sasa tuende kutazama taarifa jinsi zilivyokuwa za usajili wake kabla hajatangazwa ndani ya klabu ya Young African. Yes, ndio jambo kubwa zaidi ambao tunalizungumzia. Kwanza nikukumbushe kwamba anaitwa Hans Raphael. Alielezea taarifa zake siku kadha wa kadha zilizopita. Alikwambia kwamba Dep is green and yellow. Mchana huu Dep amejiunga na Yanga kwa mkataba wa miaka 2. Final the long white is over. Dep ni mwananchi. Bara jipya limetua Bongo. Usisahau kwamba hii ni moja ya taarifa ambayo alitoa tarehe 8 ya mwezi wa kwanza 2026. Sasa leo ameandika taarifa nyingine zaidi kuhusiana na usajili wa Dep ndani ya club ya Young African. Taarifa nyingine kuhusiana na Dep anasema hivi: namba 9 bor carbon copy ya Medi Kagere, mbwa mwitu kwenye box. Ametua Yanga. Yes, Dep ni balaji pia Bongo. Walinzi makipa wa timu pinzani kazi mnayo. Hapa akielezea ubora wa Dep, kile ambacho huwa anakifanya. Lakini pia taarifa nyingine anakwambia kwamba miaka 1000 kama sio kocha Pedro, Yanga wasingempata Dep. Kwa ajili ya hili dili Yanga wametumia zaidi ya bilioni 1.2 ya Tanzania, pesa ya kumnunua na pesa binafsi ya mchezaji. Guys, haikuwa rahisi hata kidogo Yanga kufika huko. Haya mambo wanafanya National Ahli, Mamelodi na vilabu vya Uarabuni. Usisahau kwamba sifa zinakuwa ni nyingi sana, lakini mwisho wa siku wachezaji wanafanya wanafanya kawaida sana. Lakini ngoja tuendelee na taarifa. Anasema hivi: kabla ya kwenda Ulaya Dep alikuwa mchezaji bora namba 2 wa Kosafa. Pia alikataa ofa ya Al Ahly, Cairo, Orlando Pirates na Kaizer Chiefs. Zote alizikataa, akaenda barani Ulaya, lakini sasa amekubali ofa ya Engineer Yanga Sports Club. Kabla ya kwenda Ulaya hivyo kwamba alikataa ofa mbalimbali, Orlando, Al Ahly, Cairo, lakini pia na Kaizer Chiefs. Kwa miaka 2 Dep amecheza kwenye ligi 3 ngumu. Ligi ya Ureno dhidi ya timu za FC Porto, Lisbon na Benfica. Yes, hiyo ni sehemu ya status yake. Katika ligi ya Ureno amecheza timu kama za FC Porto, Lisbon na Benfica. Ligi ya Serbia dhidi ya timu ngumu na kubwa kama CR Vena, inaitwa Zvezda na Partizan.
Ligi ya Poland dhidi ya timu kubwa kama Lech Poznan, Jagiellonia, Bialystok na Legia Warszawa. Hizo timu zote tatu alizocheza Depp ni kubwa na zinafanya vizuri kwenye ligi husika. Pale Ureno amecheza Gil Vicente ambao wako nafasi ya 4 nyuma ya FC Porto, Lisbon na Benfica. Pale Serbia klabu yake ya FK Vojvodina iko nafasi ya 3 nyuma ya Partizan na Crvena Zvezda. Alafu pale Poland klabu yake ya Radomiak iko nafasi ya 7, kwamba afu pale Poland klabu yake ya Radomiak kama nilivyokuambia iko nafasi ya 7 kwenye ligi yenye timu 18. Katika ligi yenye timu 18 yeye timu yake iko nafasi ya 7. Sitaki kusema kama atafanya poa sana Bongo, ila nataka kukumbusha ukubwa wake na sehemu alikotoka. Depp ni mchezaji mkubwa na mkali sana, anaweza kuipeleka mbali Yanga kwenye michuano ya CAF. Hiyo ni sehemu ya taarifa ambazo watu wengi wameziandika mitandaoni. Sasa turudi nyuma tujikumbushie. Watu wanasema kwamba huyu ni fox in the box. Ukiambiwa kwamba fox in the box, yani enito ni mbwa mwitu kwenye box. Mbwa mwitu tunamfahamu kashikashi zake na vurugu zake. Mbwa mwitu ni moja ya mbwa hatari sana. Yani wakiwa katika eneo lao huwa wanafanya mambo mengi ambayo ni baraa zaidi. Sasa unaambia kwamba mchezaji huyu ni aina ya mbwa mwitu wakiwa katika ndani ya box. So ukiona mchezaji yote anaitwa fox in the box, amini anayoyafanya sio ya kawaida. Ni moja wa wachezaji ambao wanafanya mambo mengi makubwa ambayo yanatisha na yanatikisa. Lakini sifa zimekuwa ni nyingi sana kwa wachezaji, watu wanawasifia, kila mmoja anawataja wachezaji kwa namna yake. Huyu atamsifia hiki, huyu atamsifia kile. Lakini mwisho wa siku tumekuja kushuhudia wachezaji wengi wakifanya mambo ya kawaida. Sasa usisahau kwamba mchezaji huyu kuna wengine wanasema hii ni sample ya Fiston Kalala Mayele. Kalala Mayele nadhani ni mmoja wa wachezaji ambao tumewashuhudia yale waliyofanya akiwa Yanga. Kwanza Fiston Kalala Mayele akiwa Yanga alikuwa akifanya mengi makubwa, watu wengi wakawa wanatazama ugumu wa mechi ambazo alikuwa anakutana nazo, wakawa wanazidhoofisha kwamba zile mechi nyepesi, ndio maana akawa anafunga mabao mengi sana. Lakini Mayele akaja kuonekana kumbe alikuwa ni mmoja wa wachezaji na washambuliaji hatari baada ya kuondoka ndani ya klabu ya Yanga na kwenda kujiunga na klabu ya Pyramids ya Egypt. Baada ya kwenda kufanya makubwa na kupata magoli mengi akiwa dhidi ya timu ambazo zilikuwa ni babe zaidi. Hii ilidhihirisha kuwa kweli Mayele alikuwa na uwezo mkubwa. So tusimdhalau au tusimchukulie poa, lakini tusimpe sifa sana. Ngoja tuone katika ligi ni nini atakifanya. Denelson Aurelio Depp nini atakifanya ndani ya Yanga. Shaka katika upande wa comment section. Tukutane wakati ujao panapo majaliwa. Asante.